Naam, mtazamaji wa PMTV, ikiwa leo ni kumbukizi ya kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tuangazie machache kuhusiana na historia yake na utawala wake mpaka sasa, ikiwa imepita miaka 26 tangu kifo chake. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa tarehe 13 Aprili ya mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Musoma, mkoa wa Mara. Alitoka katika familia ya kifalme ya kabila la Wazanaki. Baba yake alikuwa ni Chifu Burito Nyerere, mtawala wa Wazanaki wakati wa utawala wa Wajerumani. Chifu Burito Nyerere alijulikana kwa hekima na utu. Alilazimika kuongoza kwa ujasiri katika kipindi kigumu cha ukoloni, akiwa na mshahara wa shilingi 60 kwa mwezi. Alisisitiza maadili ya kutolipiza kisasi, jambo lililomlea Mwalimu katika misingi ya ubinadamu. Kisa kimoja maarufu ni kwamba mtu aliyewahi kumsaliti na kuwaleta wakoloni hadi wakampiga karibu kufa, baadaye alikuja kuomba msaada. Licha ya yote, Chifu Burito alimsaidia, akamficha, akamlisha na kumtorosha, akionyesha mfano halisi wa utu wa juu. Mwalimu aliwahi kusema, kama nina ubinadamu, basi niliutoa kwa baba yangu. Tuanze katika safari ya uongozi, ambapo mnamo 9 Disemba mwaka 1961 Tanganyika ilipata uhuru na Nyerere akawa waziri mkuu wa kwanza. Ilipofika mwaka 1962 Tanganyika ilikuwa jamhuri. Baada ya Tanganyika kuwa jamhuri, akawa rais wa kwanza wa Tanganyika. Na ilipofika mwaka 1964 Tanganyika iliungana na Zanzibar na kuzaliwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwalimu Nyerere akawa rais wa kwanza wa Tanzania na aliendelea kuongoza hadi alipojiuzulu kwa hiari mnamo mwaka 1985. Katika ujumla huo, Nyerere aliongoza kwa miaka 23 kama rais na miaka 24 ya uongozi wa juu, ukihesabu na kipindi cha uwaziri mkuu ambapo alihudumu hapo kwa mwaka mmoja. Mwalimu alistaafu kwa hiari na kumkabidhi madaraka Rais Ali Hassan Mwinyi, ishara ya unyenyekevu na mfano wa demokrasia ya kweli barani Afrika. Upande wa mahusiano ya kimataifa, baada ya Rais Jimmy Carter kuchaguliwa kuwa rais wa Marekani mwaka 1977, kiongozi wa kwanza kutoka Afrika kumwalika ikulu ya White House alikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania. Ipo picha maarufu iliyopigwa mwaka 1978 wakati Rais Carter alipompokea Mwalimu rasmi. Familia ya Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere alifunga ndoa na Mama Maria Nyerere, aliyekuwa mke mwaminifu na mnyenyekevu kwa miaka 45. Waliishi maisha ya unyenyekevu, wakileta mfano bora wa familia ya viongozi. Mwalimu na Maria Nyerere walipata watoto 7 ndani ya miaka 9. Ili kusaidia familia, Mwalimu alifuga kuku kwa ajili ya kipato cha nyumbani. Lakini pia kipo kisa cha Mama Maria alikataa kuitwa First Lady na hata kurudisha mkufu wa almasi aliyopewa na meneja wa mgodi wa Mwadui, akisema hakuwa na haja ya vitu vya anasa. Hadi leo, Mama Maria Nyerere tumemwona katika hafla mbalimbali za kitaifa, lakini pia akiendelea kushiriki, akiheshimika pia kama mama wa taifa la Tanzania. Miongoni mwa watoto wa Nyerere ni Makongoro Nyerere, ambaye naye alionyesha uzalendo mkubwa. Akiwa JKT Makutupora, aliarifiwa na viongozi wa jeshi, Brigedia Moses Nauye na Kanali Kinana kwamba vita ya Kagera imeanza, vita ambayo ilipiganwa mwaka 1978 mpaka mwaka 1979. Makongoro aliamua kwenda vitani na kupigana hadi ndani ya Uganda bila baba yake kujua, wala wakuu wa jeshi hawakujua mtoto wa rais yuko vitani hadi vita ilipoisha. Tukio hilo lilionyesha namna gani familia ya Nyerere ilivyokuwa mfano wa uzalendo, nidhamu na unyenyekevu. Pia kwa upande wa marafiki wa Mwalimu, kwa mujibu wa Makongoro Nyerere, rafiki mkubwa wa baba yake alikuwa ni Rashid Mfaume Kawawa. Marafiki wengine wa karibu walikuwa ni Boke Munaka na Aikaeli Mbowe, ambaye ni baba mzazi wa Freeman Mbowe, mwenyekiti mstaafu wa Chadema.
Ukaribu huu wa kihistoria baina ya familia ya Nyerere na Mbowe haujulikani sana kwa Watanzania wengi, lakini ni sehemu muhimu ya urithi wa kisiasa na kijamii katika taifa letu. Maisha ya ujivuni na unyenyekevu. Mwalimu Nyerere hakupenda majina ya heshima na ya kifahari. Alikataa kuitwa mheshimiwa au His Excellency ama Dr. Nyerere. Alisisitiza aitwe tu mwalimu, neno lenye maana ya mfundishaji au mlezi wa watu. Mara kadhaa aliwakatalia viongozi waliotaka kumpa hadhi kubwa za heshima. Mfano, mamlaka ya jiji la Dar es Salaam ilipotaka kuondoa sanamu ya askari posta na kuweka sanamu yake, alikataa kabisa. Kuhusu kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifariki dunia tarehe 14 Oktoba mnamo mwaka 1999 katika hospitali ya St. Thomas kule London akiwa na umri wa miaka 77. Sababu ya kifo chake ilikuwa ni ugonjwa wa leukemia, ambapo ni aina ya kansa ya damu. Mara nyingi huwapata watu wenye umri mkubwa. Nyerere alikuwa akipatiwa matibabu kwa muda mrefu kabla hali yake kuzorota mwezi Septemba mwaka 1999. Leo hii jina la Nyerere linaishi katika barabara, shule, taasisi na fikra za Watanzania. Kuna mtaa wa Nyerere jijini Mwanza na barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Lakini pia yapo mambo mengi ambayo yamefanywa kwa ajili ya kuenzi kumbukumbu na mchango wake katika taifa la Tanzania. Je, kipi unakumbuka kuhusu Mwalimu Nyerere mpaka leo? Shiriki nasi kwenye maoni.